Nikurudishe nyuma kidogo. Sisi tumezoea katika familia zetu hizi, unakuta mama mwenye nyumba ndio kiongozi, anataka labda hichi kifanyike hivi katika nyumba, haya aende hivi katika nyumba. Umesema wewe kwa upande wako baba mwenye nyumba pale ndio alikuwa akitoa direction na vitu vingi sana. Lakini umesema kwamba pia baba mwenye nyumba, bosi wako amini pale ulipokuwa unafanya kazi, yeye alikuwa hahitaji uondoke. Unaweza kuniambia ni kwa nini labda? Mimi sijui kwa nini, lakini mimi nadhani ni kwa ajili ya ufanisi wangu wa kazi. Sababu changamoto za wasichana wa kazi baadhi hizo pia nimezisikia, kwa sababu unakuta kuna sometimes hata mabosi zangu walikuwa nikikaa nao saa nyingine kwenye story, tukiwa katika hali ya furaha tunakaa nao tutapiga nao story. Nakwambia bwana, nilikuwa na msichana wa kwanza ilikuwa hivi akaondoka, msichana wangu wa pili na nini. Kwa hiyo mtu anapofikia wakati anakuona kabisa kwamba katika ufanisi wako, akasijisifu, sio maana naongea najisifu. Sijisifu, lakini nilikubaliana na hali yangu kwa vyovyote katika hali ya kazi, nilikubaliana na ugumu wa kazi, nilikubaliana na wingi wa kazi. Nadhani hicho ndio kitu ambacho kiliwapendeza. Kwa maana kwa rais wataki mimi niondoke. Lakini nikija kwenye swala la baba kwamba ni kwa nini yeye alikuwa akinipangia, hapana, sijasema kwamba yeye ni kwamba ni baba tulikuwa nikinipangia. Nimesema kwamba madamu wangu mimi ni mwalimu, na kama unavyojua walimu wanaondoka kazini asubuhi. Na baba yeye ni mtu wa serikalini. Ushanifahamu? Yaani kana kwamba kazi zake naweza nikasema ni kama wanaita masaidi. Kazi zake ni kwa anaweza katoka, sangine asitoke hivyo. Kwa hiyo muda mwingi sana mimi huwa nashinda na baba, na ni mara moja sana. Nakuwa tu katika kazi zake tu uko ndani kwake, mimi naendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo anaweza katoka tu akaniambia Mariam, niandalie kitu hichi, nataka hichi hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Kwa hiyo sasa nakuta saa nyingine mimi labda baba kaja na ananiambia Mariam, nataka niandalie kitu, labda mke wake kaja ghafla. Anaona mimi naongea na mume wake. Siada ananiekea mimi chuki. Anahisi labda kuna kitu tulikuwa tunaongea. Kumbe yeye ananielekeza mimi nataka kitu hiki, labda nataka kahaba, nataka hichi. Hivyo yani. Sasa dada Mariam, mimi nataka nifahamu, yani tuambizane kwa kweli. Baba mwenye nyumba hajawahi kuonesha dalili yoyote ile ya kukutaka baba mwenye nyumba kama baba mwenye nyumba? Mimi siwezi kusema labda alionyesha dalili ama nimtaka, kwa sababu mimi najua tu ni kama mtu anafanya kazi yake. Sijui kwa hiyo moyoni mwake, lakini mimi nahisi alinipenda kama msichana kazi wake tu, kwamba kutokana na ufanisi wangu wa kazi. Hayo mengine mimi sijui kwa kweli, sijui. Siwezi kusema ni kwamba kanionyesha kwamba ni kweli ni nini, kwa sababu haikuwa kunitamkia, lakini sijui, kwa sababu katika maujio katika story yangu watu tukimweleza kwamba mpaka watu wa embassy kuna mmoja aliniambia, akaniambia Mariam, huyu bosi wako alikutaka kutokana na alihakikisha ana ananikandamiza, kwa sababu pointi kubwa ambayo mimi aliingia bifu na mimi mpaka kaamua. Ninachofahamu mimi mara nyingi labda kabla ya nyinyi kuhudhuria zile sehemu za kazi, yani kutoka hapa kwenda Uarabuni kutafuta kazi, naamini kuna utaratibu ambao huwa unafanyika labda wa kupeleka picha hivi za awali kwamba huyu ndo ambaye atakuja hapa ataweza kufanya kazi, ili kuweza kuondoa ule mvutano katika familia, hususan kati ya baba na mama. Hapo nazungumzia wale waajiri wako. Sasa je, utaratibu wa kupeleka picha yako pia ulifanyika? Ndio, mimi nilituma picha zangu, kwa sababu unapotaka bosi kukujua ama kutafuta kazi, na maana lazima upeleke picha zako, bosi akuone, then hivyo yani process inaanza kwenye picha. Ndio. Na huwa inatokea unapeleka picha labda anakataa kwa namna moja au nyingine, huwa inatokea kitu kama hicho, labda unapeleka picha kwamba huyu ndio ambaye atakuja kuweza kukaa hapa katika familia, huwa inatokea moja kati wao, aidha baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba kuweza kukataa kwamba huyu asije? Mimi hapo kwenye kubaliana kwao wenyewe kama wenyewe huko, hapo mimi sifahamu. Ina maana mimi hapa ninapopigwa picha yangu tuseme, naambiwa bwana unatakiwa labda kwa agent, bwana unatakiwa picha yako full. Ina maana mimi napigwa picha yangu full nikiwa na stara yangu, lesi labda nimevaa baya yangu, nimejifunga stara yangu tu vizuri, then picha inaenda. Yaani katika hali yako tu ya unomo tu, no makeup no kitu chochote yani, yaani ukiwa kama ulivyo. Ikaenda kama hivyo ilivyoenda, basi wakanikubali kwamba nije kazini. Mabosi wangu ndo ambaye ameidhinisha details zote, kwa sababu kuna wengine wanapata bahati mabosi zao wanakuwa waliofuatilia safari nzima ni wanawake, na wengine wanakuwa waliofuatilia safari ni wanaume, yani lakini nadhani wanakuwa wameshakaa mke na mume, ameshaona bwana nataka msichana tukae naye, tumempata msichana huyu hapo, na muonaje mke na mume ameridhia, then mimi nikafika. Sasa sijui mambo mengine kwa kweli siwezi kufahamu, kwa sababu inaenda picha kama picha, mengine mimi sifahamu. Okay, sawa. Sasa nataka tufahamu pale wakati unaelekea ubalozi kwa ajili ya kuweza kujikomboa, ukiwa kwenye taksi, hapo ndipo ambapo ulipoweza kukamatwa. Sasa nataka nipate picha pale, upo kwenye taksi, labda umekaribia ubalozi wa Tanzania na kukamatwa. Nini ambacho kiliendelea pale sasa? Nashukuru sana kwa swali lako zuri. Baada pale mimi kukamatwa, nikiwa katika taksi naelekea embassy,
nilichukuliwa moja kwa moja nikapelekwa kituo cha polisi ambacho kipo maeneo ya karibu na ambapo nimekamatiwa, nikapelekwa pale, nikaambiwa jitambulishe, nikajitambulishwa. Bahati nzuri ama mbaya, tayari mimi pale katika kile kituo cha polisi, na maana taarifa zangu pale zipo, kwa akanisha tu picha, wewe ndo Mariam, picha yako ndio hii, nikamwambia ni kweli ni mimi. Baada ya pale basi wakanichukua kaneka lock up. Tena wasichana wenzangu wengine ambao nao walikuwa na mkasa kama kwangu walitoroka wakao huko Mlaiani, mationa ilikuwa nzuri kama yangu, kwa huko tumewekwa lock up. Lock up nilikaa kwa muda wa siku 2, nilala pale siku 2. Then baada ya pale bosi wangu akapigiwa simu, akaambiwa okay ndo yeye. Baada ya pale ikaanza sasa michakato ya kwenda sasa mimi jela. Lakini wenzetu wale sijajua process zao zikoje, kwa sababu baada ya kutoka pale kituo cha polisi nilipolala siku 2 nikapelekwa jela ndogo. Baada ya kupelekwa jela ndogo pale nilikaa kwa muda ndani ya miezi 3 pasipo kupelekwa mahakamani, kwa sababu kuna sheria kwamba sisi msichana akitoroka ni lazima bosi wake afike kwa haraka. Kama ni swala linahitajika msichana arudishwe, kama ni swala la kulipa gharama alipe gharama. Baada ya hapo kama ni kuwekwa jela ama kama ni kurudi hivyo. Lakini baada mimi sikuwa na bahati, wenzangu walikuwa wanakuja pale wanakaa siku 2 3 wanaenda mahakamani, wanaenda, kwa sababu adhabu ya kule ukishakuwa katika kesi kama hii ya kwangu ya kutoroka tuseme, ya adhabu yake ni miezi 3 mpaka 4. Baada ya pale unarudi nyumbani. Lakini mimi niliwekwa miezi 3, yani miezi 3 pasipo kwenda mahakamani, pasipo kuambiwa jambo lolote. Bosi wangu ni kwamba anapiga tu simu anakopiga huko, kwamba nirudi kazini, mimi sitaki kurudi kazini, then basi kaanza hivyo kama kunikomoa, kanitelekeza tuseme pale jela. Samahani, nataka nirudi nyuma kidogo. Pale kituo cha polisi pale, umesema uliwakuta wa dada wengine, wote walikuwa ni kutoka Tanzania? Ya, kuna wa Tanzania, kuna wa Kenya na kuna wengine watu wa Myanmar, watu huko pia. No, kuna wengine watu wa Afrika, wa Tanzania, wengine watu huko Oman wana kesi zao tu hizo za wenyewe huko, lakini asilimia kubwa tulikuwa ni sisi wasichana ambao tunafanya kazi tuseme nchi tofauti tofauti kiwemo Tanzania, Kenya na nchi nyingine hizi za huko labda Myanmar huko, wa China kwa wakina nani hivyo yani. Miezi 3 ambayo uliweza kukaa polisi pale katika hizo falme za Kiarabu ilikuwa ni kinyume cha sheria. Je, ningependa kufahamu ulivyoondoka Tanzania, uliondoka kwa kukamilisha vitu vingi kwa msaada wa agent. Je, katika hiyo miezi 3 kuna msaada wote ambao uliupata kutoka kwenye serikali ya Tanzania? Yes, baada ya mimi kukamatwa na kufika kule ambako nilifika jela ndogo, maana jela ziko 3. Mtegemea na mtu bahati yako, unaweza mwingine akaishia jela hiyo moja, lakini mimi nilifika jela zote 3. Napelekwa huko napelekwa huko napelekwa. Okay. Mimi baada ya kukamatwa nikafika kule, ndikofika ambako tunapaswa sasa tukae sasa tusubiri sasa maamuzi yetu ni yapi. Kuafikiwa na mabosi zetu ama na serikali ya Oman. Mimi nilipiga simu nchini Tanzania, na ndio taratibu ambazo zinatakiwa kwa nchi zote kwamba unapokamatwa ndio upige embassy yako kama kuna embassy yako iko pale katika ile nchi ambayo ipo. Lakini sisi bahati yetu nzuri embassy pale Oman ilikuwepo na tulikuwa tuna namba za embassy, lakini tulikuwa tukipiga simu sometimes ushirikiano haukuwa mzuri. Sasa sijajua labda ni kutokana na ubizi labda wenyewe, sababu siwezi kujua. Nilikuwa nikisumbua nikipiga simu nipate msaada, kwa sababu mimi process yangu nilipoona dakika za mwisho nilikuwa najipambana nirudi nyumbani, sitaka mambo yaendelee kuwa mengi. Lakini sikupata msaada katika zile siku za kwanza, sijajua kwamba labda ni ubizi wao ama labda sijui ni nini. Basi nikaendelea kuburuzwa huku napelekwa kule napelekwa huku, kipiga simu usaidizi haukuwa mzuri. Lakini baada ya hapo ashukuriwe Mungu nilipata msaada huko mbeleni sasa. Lakini pale kwa mwanzo kwa kweli niliishi maisha ya kutaabika, na sio mimi tu, na hata wenzangu wengine wa Tanzania. Tulikuwa tukipiga simu katika balozi wetu, walikuwa ni wazito sometimes kupokea simu, na sometimes unaweza kupiga simu ukapokea listi labda na mapokezi au watu wao wahusika wakakwambia bwana huyo mhusika hayupo, kwa hiyo piga simu kesho. Sasa sisi pale jela simu huwezi kupewa kila siku, ndio taratibu. Kuna siku special za kupewa simu. Leo unaweza kupewa labda simu Jumatatu, Jumanne msipewe, mkapewa Jumatano. Jumatano msipewe tena mpaka Jumatatu nyingine. Kwa hiyo inakopa kidogo mtu yani unakaa katikati yani mawazo na nini. Hivyo watu wanajikuta mtu anakaa miezi 3 bila msaada wote. Lakini baada hapo walipoenda swala langu mimi, sababu mimi nilikuwa nikiwasumbua. Kwa kweli mimi nilikuwa nikiwasumbua sana. Baada hapo mimi nashukuru Mungu alinisaidia, japo kweli nilikaa, lakini nadhani kukaa kwangu si embassy. Kukaa kwangu labda ni bosi wangu, siwezi huyo, sababu yeye ile nchi yake labda alishikilia kwamba mimi niendelee kuangamia kutokana na chuki na mimi kwamba nimeondoka
pasipo yeye kutaka mimi niondoke. Kwa hiyo ndio hicho kilichofanyika, lakini kiukweli hata watu wa embassy kidogo nao wana uzito, lakini japo wanasaidia, tuseme kwamba wasaidii, lakini wana uzito kwa fulani kidogo hivi. Kwa hiyo hivyo mimi walinisaidia kiukweli. Nataka nifahamu nini kiliendelea mara baada ya ile miezi mitatu ya kukaa pale. Tunasema ni jela au tunasema ni polisi tu ya kawaida? Ni jela. Na wanajela aina tatu, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kuna hii jela ndogo ambayo ndio tuseme mnawekwa tu pale kama maamuzi ya bosi wako, anatoa bwana huyu sitaki mambo mengi, maana kuna mabosi wengine ni wazuri. Msichana wake keshapigiwa simu, bwana msichana wako kakamatwa iko hapa, anapiga tu simu, naombeni akae nimpe tu adhabu. Kuna ile adhabu ambayo sisi wote tunaijua kwamba unakaa miezi mitatu, labda ikitokea bahati mbaya minne, then baada hapo bosi wako mshafikiana. Maana mwingine unakuta na namba za simu, unasema bwana bosi, mimi mwafaka wangu ni upi? Mwafaka wangu mimi nikulipe pesa zako, mimi niendelee kubaki hapa nifanye kazi, ama mwafaka wangu mimi nirudi Tanzania. Kuna wengine wanapata mwafaka, bosi wako anambia bwana mambo yasiwe mengi, nilipe gharama zangu, kisha nilipa gharama zangu, wewe tembea. Ama huwezi kunilipa gharama zangu, basi mimi nitakusafirisha na passport yako pia sikupi, naondoka na utipasi. Okay, sasa nataka tufahamu nini kilitokea mara baada ya hapo. Mimi nilikaa, mimi kwa sababu bosi wangu alikuwa, yani jambo la kwanza nilikuwa bahati yangu mbaya, sikuwa na namba za simu katika ule muda pale. Nilikuja kupata namba za simu baada ya kukaa kama miezi miwili. Lakini nilikuwa nikishirikisha embassy wanitafutie namba, sababu ukifika pale ukikamatwa ni kwamba simu unapokonywa, ile simu yako ya mkononi. Kuna sehemu zinahifadhiwa. Kwa hiyo unakuwa unatumia simu ya pale pale jela. Kwa hiyo lakini mimi bosi wangu alikuwa akitafutwa na alikuwa ninapata taarifa zake, yeye hakuwa na ile kukubali mimi nitoke. Shanifahamu, sababu nilikuwa nikitafuta watu ambao nisaidie huko nje na serikali yangu. Kwa hiyo mimi nilikaa kiukweli mwezi wa kwanza bila jibu lolote, kupelekwa mahakamani miezi miwili mitatu, na yeye sosi yake kubwa anataka mimi nimlipe gharama zake. Kana kwamba mimi tayari nimeshakaa miezi 9 nilipokaa, unaona? Miezi 8 na miezi 9 kasoro. Kana kwamba sheria yetu ya ukifanya kazi ukifika pale kwa bosi umekaa miezi 6, ina maana ile miezi 6 sio ya bosi, ni miezi 6 ya agent. Lakini sasa mimi miezi tangu nishamaliza kwa agent na zaidi kidogo. Then huyo agent yuko wapi? Wa kunisimamia mimi, labda kudili na agent. Sasa mimi nilikuwa pale ni deal na agent, agent yuko wapi? Agent hayupo. Kwa hiyo mimi nikani niko hivyo, yani niko na dilema. Sijakuwa na msaada, sijakuwa na la kufanya. Nikakaa miezi yangu mitatu nilokaa, baada ya pale nikaletwa. Kwa sababu nilikuwa nikisumbua kwamba kwa nini mimi nawekwa hapa sipo kupelekwa mahakamani, sasa napelekwa mahakamani. Kwa hiyo nikasumbua, baada ya pale wakanichoka, wakabidi wanipeleke mahakamani. Kunipeleka mahakamani, nikafika nikasimama na bosi wangu mahakamani. Kwa kuleta mahakama yenyewe niseme dhambi, wana msaada kwa kweli, mahakama za Omani wana msaada, ila huku chini huku kama katika mambo mengine tu, huku chini msaada ndio unakuwa hakuna. Lakini mimi kufika mahakamani kule kuangalia mimi story yangu, nimekaa miezi mingapi, mitatu tena kwenda minne. Mahakama pia kashangaa, akasema kwa nini mmemweka miezi yote hii hamjamleta mahakamani? Okay, nikamwambia basi Maria mjitetee, tatizo nini? Mimi niko naelezea na bosi wangu anaelezea. Baada ya pale katoka hukumu. Ina maana kwamba mimi nikae miezi miwili. Ushaona? Kana kwamba mimi ningekaa miezi mitatu plus miezi ningekaa miezi mitatu plus miezi ningekuwa nishamaliza. Lakini nimekaa miezi yangu minne na plus yangu mingine hii ni story ndefu kakaangu. I say pole sana. Nashukuru sana, asante. Wewe mara baada ya hapo hadi kufikia hitimisho nini ambacho kilifuata sasa? Mimi nilitoka hukumu pale mahakamani kwamba nirudi tena. Kwa sababu hatakuwa katika maelewano mazuri na bosi. Mimi anavotaka yeye mimi sivitaki. Unaona, kwa sababu na mimi nilikuwa nikijitetea katika haki zangu, kwa sababu haki za mfanyakazi mimi nilikuwa nikitayari nazijua. Baada hapo nilikuja kuzijua baadaye. Lakini nikasema mimi siwezi kuonewa. Mimi siwezi kulipa gharama. Hata kama hizo gharama ninazo, tayari mimi nishamfanya kazi miezi yake, nitalipaje gharama? Kwa mimi cha msingi tu aniachilie passport yangu, mimi nitatafuta tiketi nitajirudisha. Basi baada katika ile hali ya mvutano pale mahakamani, basi mahakama ikatoa maamuzi kwamba bwana, baada ya mwezi unaofuatia urudi tena mahakamani. Kwa hiyo miezi nazidi kusogea, ujue pale ishaka miezi minne na plus ule uenda mahakamani nipigwa tena miezi miwili tena, sio ni mmoja ule. Kufika mahakamani katoka hukumu kwamba bwana huyu ushamweka ulivyomweka sasa, na tena umepitiliza, arudi nyumbani. Basi kufika pale mimi nikachukuliwa, lakini niliambiwa kwamba niende tena jela kubwa. Sasa hiyo nikasubirie huko kwa ajili ya process nzima za kumaliza kesi yangu na kurudishwa nyumbani. Kwa hiyo nikatoka pale, ile jela inaitwa Wataya, nikatoka Wataya nikaenda hiyo jela kubwa inaitwa Samairi. Nilifika Samairi kule nilikaa miezi yangu miwili, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, nilipiga simu embassy.
Dabalka, kuna dada ambaye yuko katika uongozi wa embassy anaitwa Dabalka, ni mtu ambaye nilikuwa nikiongea naye, alinisaidia kwa msaada wake, lakini siwezi kumlaumu kwa sababu unajua watu wengi sana huwa wanamlaumu sana Dabalka kwamba hana msaada. Unajua kwa nini? Kutokana pengine uongozi wake wa chini, yaba wakubwa wake ndio walikuwa watu ambao kimwangusha, lakini Dabalka ni mtu ambaye alikuwa akitembelea kwenye majela saa nyingine makubwa, akitembelea sehemu ambazo labda kuna sehemu ambayo nyingine kutoka pale na jela kubwa ni Samaili unapelekwa leba kama ushamaliza kesi kwa ajili ya kusubiri safari. Kwa hiyo baada ya pale mimi nilipelekwa hiyo jela kubwa Samaili, nimekaa miezi yangu miwili, nilipomaliza pale hukumu yangu nikarudishwa leba. Na sehemu inaitwa deportation leba. Kwa nikapelekwa kwa deportation, bosi tena akanifuata. Nikaekwa kikao nikiwa na nani na Dabarka. Tatizo nilimuulize Mariam kwa nini alitoroka nyumbani. Nikamwambia mimi sina haja tena kuulizana kwa sababu kama nikuniweka ndani kisha niweka. Mimi nachotaka tu anipe passport yangu niweze kurudi nyumbani. Kwa sababu kuna wengine walikuwa wakifika pale wanawekwa ndani hawarudi na passport. Mimi ndio maana nilikaa ndani muda mrefu kwa sababu nilikataa mimi kuondoka na pass. Unaona, niliambia mimi siwezi kuondoka hapa, mtaniweka tu ndani, mimi siwezi kuondoka bila passport yangu. Mtanipa passport kwa sababu passport yangu ni haki yangu. Sio haki ya Omani, ni haki ya Tanzania. Kwa hiyo nitakapofika kule Tanzania mimi nitaeleza nini kuhusu passport yangu. Kwa hiyo tushamazana, alishaniweka ndani, nikishafidia gharama zake na asila zake, anipe passport yangu. Basi nikapewa passport yangu. Dabalka ndio mtu ambaye alinipambania kuungana na bosi wangu. Basi nikalitoa passport yangu then kaanza safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Hii ni exclusive ya Malaika TV na leo tulikuwa tuko na Mariam Makao. Hii inasikitisha sana. Sasa kabla hatujamaliza Damaria, tumeweza kuyasikia mengi sana kupitia the exclusive ya Malaika TV na bado tunapiga story na dada Mariam Makao kwa siku ya leo. Sasa mimi nataka nifahamu, labda ungeshauri ni kipi kifanyike, ama ni muunganiko upi ufanyike baina ya agent ambao wanawapeleka nyinyi kufanya kazi ughaibuni pamoja na ubarozi. Labda ungeshauri nini kifanyike ili kuweza kupata ule usawa? Asante sana ndugu mwandishi. Mimi ushauri wangu kwa serikali nzima labda ya Tanzania, nilikuwa na washauri kwa sababu kweli sasa matukio ni mengi sana nchi za Kiarabu. Ni mengi sana kana kwamba hata wale wote wanaokaa kule tunawaombea tu dua. Japokuwa wengine wanapata bahati wanakaa sehemu vizuri mpaka wanamaliza mikataba yao. Lakini kuna wengine unakuta kabisa bado unachatina mtu anakuambia na changamoto kutokana na usimamizi pia wa serikali yetu kidogo ni changamoto na maagent. Yaani mimi ushauri wangu kwa maagenti wote ambao wanasafirisha wasichana ama wafanyakazi kwenda katika nchi moja kwenda nchi nyingine, ushauri wangu naomba tu Mungu wasimame katika ile sheria ambazo nchi imeweka kwamba unapomsafirisha msichana ni lazima umfuatilie kwamba anafikia wapi, nyumba anaofikia, bosi wake ni nani, na je changamoto gani ambazo anakabiliana nazo hana, ni maisha gani anaoishi. Lakini wengine unakuta kweli wanasamia sana vizuri mwanzo mwisho, utakapopiga simu tu bwana labda dada ukaka bwana mimi na changamoto 1 2 3 4 inawekwa sawa, bosi anapigiwa simu anaambia bwana kuna msichana kanilalamikia 1 2 3 4, mneko katika hali ya usawa. Lakini kuna wengine wapo kifedha, wapo kimaslahi, na hao ndo wamejaa huko Omani na Tanzania. Yani mimi niseme tu, yani hao ndo wamejaa hapa Tanzania, wamejaa. Yakisha kusafirisha tena wewe hana habari na wewe. Unapata changamoto kule unakofika bwana bwana kaka mimi dada nina changamoto 1 2 3 4, labda iseme changamoto ya mshahara, labda tulivyokubaliana na bosi wangu mshahara nilipe kiasi hiki, ama mshahara wangu nilipe kwa wakati, ama nanipitiliza, na kuna wengine hawalipi kabisa, wanafanyishwa kazi kama mambo. Alafu ukisema wanaambiwa sisi wasichana tuwakorofi. Maana yake kwanza kuna habari tulizisikia hapa mimi nilivyorudi, kuna channel moja iliongea kwamba wasichana wa kazi au watu ambao wanatoa comment zao katika mitandao kwamba wasichana wa kazi wanaenda kufanya kazi kule hawafuati wanayowapeleka. Sio kweli, sio wote. Nikizungumzia wapo baadhi na wapo ambao tunajua nini kutotoa nyumbani kwenda katika nchi za watu. Ikiwemo kama mimi. Mimi sijatoka nyumbani Tanzania kwa ajili ya kwenda kufanya umalaya katika nchi nyingine. Sijatoka nyumbani Tanzania kwenda kutafuta mwanaume wa mtu. Nilitoka nyumbani Tanzania nikiwa na changamoto zangu za kimaisha na kipato, kwamba nikasubutu kama ambavyo nasubutu wenzangu wengine, nikafanye kazi nipate kukizi kile ambacho nakihitaji nirudi nyumbani. Unaona? Lakini unakuta unadondoshwa na maagenti kama hivyo. Unafika kule usimamizi hamna. Kwanza sheria ya mkataba inasema unapofika Omani ama unafika nchi yoyote unaofika, jambo la kwanza uoneshe ofisi. Bwana umekaribishwa, umelala labda kwa bosi wako siku ya kwanza, hata kama hujalala unachukuliwa na agenti wako, bwana ofisi yangu ni hii hapa. Kwa changamoto yoyote ofisi ni hii. Bwana namba za simu ni hizi. Muda wote wewe piga simu na changamoto yote. Bwana embassy ni hii hapa. Kuna tatizo lolote umeona mimi unipate, mwana mimi kuna habari za 20 sawa, embassy hii hapa. Lakini tunafika kule mikataba hatupewi. Kama mimi nimefika Omani, kumbe kuna kupewa mkataba, unachukua mkataba wako ukae nao usome, uangalie sheria gani iko hivi na hivi. Mimi sikujua chochote.
nafika kule nakuja kuonewa kionevu, bosi ananionea, sijui sheria yangu naendaje, sheria napindishwa, bosi mimi ananipindisha sheria, mimi mwenyewe sielewi kuna baadhi ya vitu vingine. Kwa hiyo ni matatizo ambayo maajenti wetu ni kwa asilimia kubwa sana wanachangia mpaka watu wanafikia katika hatua za kuletwa maiti, wengine wanarudishwa vichaa. Kwa sababu mimi pia yupo msichana ambaye nilirudi naye, japokuwa mimi nilitangulia juzi tu hapa, kailetwa ni kichaa mwenda wazimu kabisa, na niko naye sehemu moja nilipokuwa huko jela. Unaona, kwa changamoto kama hizo zinatokana na maagent, kwa sababu agent unapomsomea vizuri msichana wako uliomleta, bwana baba au bosi, bwana msichana ni huyu, kukiwa na changamoto yote niambie mimi, naomba asipite huko asipite huko asipite huko. Yule ni binadamu, ataogopa. Lakini kama serikali yetu ya Tanzania maagent hao au na serikali yetu ambayo ya embassy huyo wanakuwa hawawekei mkazo kwamba maagent msomee sheria zenu, matatizo kama haya yanatukuta. Unakuwa huelewi kwa sababu wewe ni binadamu, unataka kupambania haki zako. Kama mimi nilikataa nikasema siwezi kunyanyasa na mtu, na yani nafikia kati unanyanyasa mpaka napitiliza, nisema hapana, ni bora lote linikute lakini nikiwa katika mikono ya serikali kulikoni nikae katika nyumba ya Mwarabu nije kupata matatizo. Labda lisi na mimi ningekuwa labda saa hizi nimeitwa kichaa, au labda nimeitwa na mimi labda niko kwenye jeneza, kwa sababu changamoto hizo zipitia. Kiukweli wallahi Mwenyezi Mungu anishahidia, siwezi kuzisema katika chombo hiki, siwezi kusema popote, lakini changamoto hizo nikuta ni kubwa. Nyingine nilikuwa nikipigia watu simu nikiweza, kile sikuwa nikisema yote. Kwa hiyo ndio hivyo jamani, changamoto zipo. Mabosi wengine ni mtihani na mabosi wengine ni wazuri, lakini changamoto kubwa ni maagent. Tunalia na maagent, yani maagent ndio mtatizo. Ni hivyo yani. Pamoja na changamoto zote hizo dada Mariam, niambie kwa sasa hivi, je, umekata tamaa kabisa tena kuweza kuelekea ughaibuni kwenda kutafuta maisha? Maisha ni popote, sio lazima ughaibuni tu. Nchi ziko nyingi, na kama mbali na nchi ta nyumbani hapo tutajishughulisha tu kwa kweli. Sababu mpaka hapa sasa hivi nimesharudi, namshukuru Mungu, napambana hapa na naona alhamdulillah. Kwa hiyo ngoja nipambane kwanza. Kwa sasa hivi sifikiri kwa kweli safari za huko, hapana. Niko bado nipo sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sifikiri. Exclusive kama hizi unazipata Malaika TV. Umeshuhudia na umeona leo. Nimeweza kupiga story na dada yangu Mariam Makau, ambaye yeye aliweza kwenda ughaibuni kuweza kutafuta maisha, na misukosuko ni mingi ambayo amekumbana nayo. So ambacho tunatakiwa kufanya wewe ni nini? Ujue, endelea kusubscribe channel yetu ya Malaika TV. Mimi naitwa Maganga Junior, afu washikaji siku hizo wananiita Pengo Mtawala. Nyuma ya kamera alikuwa mshikaji wangu anaitwa Jamal Paka. So tukutane hapa Malaika TV katika mastori mengi, katika exclusive mengi, au vipi? Asante sana.